تجده قد خرج. الصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج. إن كان في صدر حرج اصبر تجده قد خرج. الصبر باب للعلا والصبر مفتاح الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اجعل نوايانا خالصة لوجهك الكريم اللهم آمين. Bismillah, tunaendelea kukisoma kitabu kiitwacho Al-Ashhurul Hurum Fadluha wa Ahkamuha fi Dawi at-Tarikh wa Sharia, na tunaanza kusoma hii leo kwenye peji ya 19 biidhnillahi ta'ala. Na darsa iliyopita tuliruka sehemu kwenye anwani adadu ayami sanati al-qamariyya, na hii leo ndio tunarejea hapa kwa kuparejea ili kupasoma. Niliparuka kwa sababu kuna sehemu niliona pana mushkeli, huenda ni kosa na huenda sio kosa, ni uchache tu wa ufahamu wangu. Kwa hiyo nikamuuliza ambaye anasimamia mambo ya vitabu vya Sheikh Walid As-Samamia, mwenye kitabu hichi, kuhusiana na sehemu hiyo, kama kuna tafsil au ni kosa aelezee Sheikh Walid As-Samamia na mfano wa hivyo, lakini akaniambia ataelezea. Kwa hiyo tukacherewa. Nilipaka hii leo nilikuwa nasoma kitabu fulani cha Sheikh Jamil Halim, nilikuwa nakisoma, ni mada hii. Katika kukisoma pia nimepata kujua kwamba kitabu hichi tunachokisoma hapa mtunzi amefupisha kupitia kitabu hicho cha Sheikh Jamil Halim, na alhamdulillah kitabu hicho cha Sheikh Jamil Halim kinaitwa As-Sifrul Mukarram. Pia nimekisoma alhamdulillah kutoka kwake yeye mwenyewe Sheikh Jamil. Kwa hiyo sanadi yangu inaungana mpaka kwa mtunzi wa kitabu hicho. Katika kusoma ndio ikanibainikia kwamba naam, ni sahihi vile nilivyodhania kwamba kwenye hichi kitabu tunachokisoma Al-Ashhurul Hurum Fadluha wa Ahkamuha fi Dawi at-Tarikh wa Sharia, kuna kisehemu kidogo panakosa dogo tu kwa mtazamo wa macho, lakini kwa maana ni kosa kubwa, kwa sababu linabadilisha mpaka maana. Kwa hiyo sehemu hiyo biidhnillahi ta'ala, wakati wa kusoma leo tutaiweka sawa, na insha Allahu leo tutasoma kipande kidogo, kwa vile maelezo pengine yatakuwa ni marefu, kwa vile tunaenda kwenye upande wa hesabu. Adadu ayami sanati alqamariyati, idadi ya masiku ya mwaka wa miezi miendamo, yani miaka hii ambayo inaenda hesabu yake kwa mujibu wa miezi, miandamo ya miezi, sio miaka hii ambayo inachungwa ndani yake jua, sio kwa miaka hii. Wa adadu ayamiha, na idadi ya masiku yake mwaka wa miezi miandamo 300 yaumin, ni siku 354 yauma, na siku 54. Kwa hiyo siku 354 ndio idadi ya masiku ya miaka ya miezi miandamo. Kila mwaka una siku 354, ataongeza ziada, anasema wa khumusu wa sudusu yaumin takriba, na khumusi ya siku na sudusi ya siku. Ni nini khumusi na sudusi ya siku? Aliposema wa khumusu wa sudusu yaumin, makusudio wa khumusu yaumin wa sudusu yaumin. Nini makusudio ya khumusu yaumin na sudusu yaumin? Biidhnillah kwenye taaliki ambayo nimeiweka chini nitaisoma na tutapiga hesabu biidhnillah taala tupate hii idadi takriban. Kwa hiyo hii idadi ni ya makadirio, sio ya tahdidan. Wayatimu min hadha alkhumusi wasudusi, na hutimia kutokana na hii khumusi na hii sudusi, fi kulli 3 sinina, katika kila miaka mitatu, yaumun wahidun, siku moja. Kwenye kitabu, yani chapa ya mwanzo, kitabu cha mwanzo nilichokitoa ambacho sijakituma, ilikuwa imeandikwa wa khumusu sudusi yaumin, ilikuwa imeandikwa hivyo, ambao kitabu cha zamani wanacho waandike wa khumusu wa sudusu yaumin, ambao wana kitabu cha mwanzo tuweke hivyo wa khumusu wa sudusu, yani hiyo sini ipate dhamma sio kasra, wa sudusu yaumin takriba, wa yatimu min hadha alkhumusi wa sudusi, tuende hivyo.
Tunasoma kwenye taaliki hii ziada ili tupate kupiga hesabu mtunzi amepataje hii hesabu ya kwamba hutimia kutokana na hii khumus na sudus katika kila miaka 300, kila miaka 3 siku moja kamili. Hii hisabu hii imekujaje? Na hii khumus maana yake nini? Khumus ya siku na sudus ya siku maana yake nini? Yani kwenye taaliki namba 1 chini, yani anamaanisha wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ni mtambuzi zaidi, anna adada ayami sanati alqamariyati, kwamba idadi ya masiku ya mwaka wa miezi miandamo 300 yaumin, ni siku 354 yauma, na siku 54, siku 354. Wa khumusu yaumin wa sudusu yaumin, na khumusi ya siku na sudusi ya siku. Ukiambua khumus maana yake kitu kukigawa mafungu 5 halafu ukachukua fungu moja katika hayo mafungu 5. Na ukiambua sudus maana yake ni kitu kukigawa mafungu 6 halafu ukachukua fungu moja katika hayo mafungu 6. Na sisi Waswahili tunatumia sana thumuni na pamoja na sudusi, nadhani tunatumia au sana, ambao ni maarufu ni thumuni, nusu, robo na kamili. Sana hizi ndizo ambazo zinatumiwa na ndio maarufu zaidi. Lakini pia ukiacha nusu kuna ziada yake, kuna robo, kuna thuluthi ambayo pia tunatumia na sisi, kuna khumus, kuna sudus, kuna subu, kuna thumun, kuna tusu, halafu ushr ndo ya mwisho. Hakuna ihda ushur na zaidi ya hapo, mwisho ni ushur. Nini makusudio ya khumus ya siku na sudus ya siku? Yani siku ikigawiwa mara 5, fungu moja inakuwa ni sawa na muda gani? Na siku ikigawiwa kwenye mafungu 6, fungu moja inakuwa ni sawa na muda gani? Wa khumusu yaumin, na khumusi ya siku huwa 4 saatin, ni masaa 4 wa 48 daqiqatin, na dakika 48. Tutapiga hesabu baadaye ni vipi imepatikana. Yani masaa 24 gawa kwa 6 gawa kwa 5, hii itakuwa ni sawa na masaa 4 na dakika 48. Wa sudusu yaumin, na sudusi ya siku huwa 4 saatin, ni masaa 4 kamili. Kwa hiyo tunapata kwamba khumusi ya siku ukijumlisha na sudusi ya siku ni sawa na masaa 8 na dakika 48. Yatimu min hadha alkhumusi, hutimia kutokana na hii khumus, ay 4 saati, yani hutimia kutokana na haya masaa 4 wa 48 daqiqatin, na dakika 48, hutimia kutokana na haya masaa 4 na dakika 48. Wa hadha sudusi, na hii sudus hutimia kutokana na hii khumus na hii sudusi ay 4 saatin, yani masaa 4, fi kulli 3 sinina, katika kila miaka 3, yaumun wahidun, siku moja. Yani hii khumus na sudus hizi mbili ndio hupatikana kwa kila mwaka. Khumus ya siku na sudus ya siku hupatikana kwa kila mwaka mmoja. Khumusi tukifanya mara 3 ambayo ndio itakuwa miaka 3, pia tukajumlisha na sudusi tukaifanya mara 3 ambayo ni miaka 3, tutapata siku moja kamili, yani tutapata masaa 24. Hii hesabu imeenda vipi? Hapa ya taaliki Salman Faqihi ametuwekea maelezo kwa ufupi kwamba lianna majmua 4 saatin wa 48 daqiqatin wa 4 saatin, ni kwa sababu mkusanyiko wa masaa 4 na dakika 44, yani dakika 44, masaa 4 na dakika 48, sio 44, masaa 4 na dakika 48 ukijumlisha na masaa 4 mkusanyiko wake sawa na 8 saatin wa 48 daqiqatin, ni sawa na masaa 8 na dakika 48. Na haya masaa 8 na dakika 48 ambazo ndo hupatikana kwa kila mwaka,
tukifanya mara tatu, anasema hapa kwenye taaliki, wahia, nayo hii idadi, darbu thalathatin, ukizidisha mara tatu, yani mara tatu, ukifanya mara tatu, ani fi 3 sinin, pakisema kwamba mara tatu, na ilhali haya masaa tuliyoyataja hapa, masaa 8 na dakika 48 ni kwa mwaka. Mwaka mmoja tunapata masaa 8 na dakika 48, na mwaka wa pili tunapata hivyo hivyo, na mwaka wa tatu tunapata hivyo hivyo. Kwa hiyo miaka mitatu hii, kila mwaka tukachukua masaa 8 na dakika 48, tunachokipata kwa ujumla, yakunu almajmuu, huwa kwa ujumla, yani sawa sawa, mkusanyiko wake, yaumun wahidun wa shay'un, ni siku moja na kidogo. Yani masaa 8 tukifanya mara tatu, masaa 8 tukifanya mara tatu tunapata siku moja kamili, yani tunapata masaa 24, ndo tunapata hapo idadi. Kwa hiyo hiyo ni siku moja kamili. Kila mwaka tunapata kila miaka mitatu tukijumlisha humus na sudus, kila miaka mitatu tunapata siku moja kamili ambayo ni masaa 24, lakini wa shay'un, na kitu kidogo ambacho kimezidi, yani ile ziada ambayo tumeipata kupitia humus, ambayo ni dakika 48. Hii itakuwa tukifanya mara tatu tunapata nayo idadi kidogo, ambayo hiyo idadi inayozidi kutokana na ile dakika 48 tukizifanya mara tatu inakuwa ni 3 saatin, masaa matatu. Kwa hiyo mtu afanye hesabu, hii ni hesabu ya ujumla. Salman, taaliki hii ameandika huyu Salman. Hesabu hii ni ya mtu kutulia, kwa sababu akiambiwa tu hivi kwa maneno inaweza isipande, akaona kama inazungumzwa lugha ya Kinyaturu na yeye hafahamu Kinyaturu. Ni mtu akaya atulie, halafu hii hesabu aipange kwa kuandika kwa nambari, ndio itakaa sawa zaidi. Tunaendelea kwenye kitabu pale aliposema watazidu sanatu shamsiyatu ani sanati alqamariyati, na huzidi mwaka wa shamsia, mwaka wenye kuambatana na jua kwa kuangalia jua, hii miaka ya miladia, kuuzidi mwaka wa miezi miendamo, biasharati ayamin wa nisfi yaumin, kwa siku 10 na nusu siku, wa rubu yaumin, na robo siku, wa thumuni yaumin, na thumuni ya siku, wa khumusa min khumusi yaumin, na khumusi 2 kuna kwa khumusi 1 ya siku. Anakusudia mtunzi akisema hivi kwamba biasharati ayamin wa nisfi yaumin, siku 10 zidisha nusu ya siku, yani zidisha masaa 12. Wa rubu yaumin, yani masaa 24 yagawe mara 4. Ukigawa mara 4 unapata idadi gani? Wa thumuni yaumin, na thumuni ya siku, jumlisha kwenye ile hesabu ya mwanzo. Wa khumusa min khumusi yaumin, halafu khumusi ya siku, yani masaa 4 na dakika 48, masaa 4 na dakika 48 ndiyo khumusi ya siku. Haya masaa 4 na dakika 48 yagawe mara 5. Ukishagawa mara 5, chukua mafungu mawili, gawa mara 5. Hiyo idadi utakayoipata ifanye mara 2, halafu hiyo idadi utakayoipata hapo ndio ijumlishe na zile hesabu za mwanzo tulizozitaja masaa. Chukua hiyo uliopata mafungu mawili hayo ujumlishe na kule mwanzo, hiyo idadi utakayoipata ndio ujumlishe na siku 10. Kwa hiyo siku 10 na idadi hiyo. Hiyo ni hesabu kwa ufupi. Bismillah, tunaendelea mahala tulipofika, kwa sababu hapa tulirukisha, na darasa hii nimesema nitachukua kidogo kwa sababu mahala tunapoingia ni kwenye hisabu. Bismillah, tunaendelea kwenye peji ya 21 aliposema mtunzi sababu takhsisi almuharrami bismi shahrillah. Darasa iliyopita tulirukisha kile kipande, nikasema nitakuja kuongezea vitu kidogo, ndio maana tumerukisha, na ile darasa iliyopita tulifikia kabla ya hapa. Kwa hiyo tunaanza hapa hii leo. Sababu takhsisi almuharrami bismi shahrillah, sababu ya kuhusishwa mwezi wa Muharram kwa jina la mwezi wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini mwezi wa Muharram unaitwa shahrullah? Kwa nini?
Suila Suyutiyu, aliulizwa As-Suyuti, Imam As-Suyutiyu, lima khussa al-Muharram biqaulihim, kwa nini umehusishwa mwezi wa Muharram kwa kauli yao shahrullah, kwa kusema kwao mwezi wa Mwenyezi Mungu? Kwa nini duna sairi shuhuri, basi na baki ya miezi? Yani kwenye notsi imekuja shahrullah kuhusiana na Muharram, sio miezi mingine. Kwa nini? Pamoja na kwamba inasui miezi mingine kujiita hivyo, maa anna ma fiha, pamoja na kwamba kilichomo ndani ya hiyo miezi mingine, yusawihi fil fadli, huenda sambamba na mwezi wa Muharram katika fadila na ubora, au yazidu alaihi, au huzidi mwezi wa Muharram ka Ramadhana, kama vile Ramadhani. Yani baadhi ya miezi katika miezi mitukufu taban ubora wake ni sawa sawa na Muharram, lakini haijaitwa shahrullahi, haujaitwa wote katika hiyo shahrullahi. Na Ramadhani ubora wake ni zaidi ya mwezi wa Muharram, lakini pia haujaitwa shahrullahi. Kwa nini? Na kwa tanbihi pia hapa kwa ziada, kwa sababu nimemsikia mtu fulani katika watu wenye kujiita mashehe na kiburi chingi kwa mtazamo wa uwazi, kwamba mwezi wa Ramadhan sio mwezi bora zaidi. Akataja miezi bora zaidi ni miezi minne, sio Ramadhani, Muharram, Dhulhijja. Akataja kwamba hii ni miezi bora zaidi, Dhulqada na Rajab, na hii ni ishara ya ujinga. Akasema kwa sababu hii ndiyo miezi iliyotajwa mitukufu, miezi mitukufu ni minne, nayo ni hii, hapajatajwa Ramadhani. Naam, sahihi, lakini maneno yako haya ni ishara ya kwamba wewe umechukua vitabu ukajisomea, hujapiga goti kwa mwalimu ukasoma. Na maelezo kuhusiana na hilo kwa ufupi, kwa vile sipo kwenye kurudi mtu, ni hivi. Mathalan, wapi na wapi mtu kusema huu panga unaumiza kuliko njukuti? Wapi na wapi kusemwa hivyo? Au mathalan mtu kusema huu panga unaumiza kama njukuti? Hapa semwi. Kwa nini? Kwa sababu ukisema hivyo inakuwa ule upanga ushaushushia heshima yake. Wapi na wapi upanga unafananisha na njukuti? Unaweza ukasema njukuti inaumiza kama upanga, sio inaumiza kama upanga kweli. Makusudio ni kwamba unazungumzia kwamba hii njukuti inaumiza, inachonota, lakini sio kwamba inafikia upanga. Lakini kusema upanga unaumiza kama njukuti ni kupunguzia hadhi yake huu upanga. Mwezi wa Ramadhani haujafananishwa na hii miezi mitukufu minne. Kwa nini? Wala haujaingizwa katika miezi mitukufu hii minne, kwa sababu fadhila zake zipo juu mno, kiasi ya kwamba hata haujalinganishwa na hii miezi. Ndiyo sababu na dalili ya ujumla, na talibul haqi yakfihi dalili, mtafutaji wa haki na mtosha dalili moja, ni kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairun min alfi shahr. Lailatul Qadri, usiku mmoja, usiku wa cheo, khairun ni bora zaidi, min alfi shahrin, kuliko miezi 1000. Na katika miezi hiyo mwezi wa Rajab imo mingapi? Miezi ya Rajab na Muharram na Dhulqada na Dhulhijja, ambayo ni miezi mitukufu minne, imo mingapi humo? Imo mingi. Pamoja na hivyo Mwenyezi Mungu amesema usiku mmoja tu katika Ramadhani, usiku mmoja katika Ramadhani, sio Ramadhani yote kwa ujumla. Usiku tu katika Ramadhani ambao ni Lailatul Qadri ni bora zaidi kuliko miezi 1000. Hiyo ni Lailatul Qadri peke yake. Vipi ukilinganisha Lailatul Qadri kwa kujumlisha pia na siku zote za Ramadhani 30 au 29, yani mchana na siku zake? Maana yake ubora utazidi zaidi. Patasemwa kwamba Ramadhani ni tukufu zaidi na ubora wake upo juu zaidi kuliko hata hiyo miezi 1000. Patasemwa hivyo, na hiyo ni kwa ufupi kwenye maelezo na kumrudia huyo ambaye amezungumza hivyo. Mwenyezi Mungu atusaidie na atuwezeshe tusizungumze isipokuwa kwa elimu juu ya kile ambacho tunakizungumza. Naam. Faajaba, akajibu As-Suyuti baada ya kuulizwa hivyo, inna hadha lisma islamiyun, hakika hili jina ni lenye kunasibika na Uislamu, duna sairi shuhuri, pasi na miezi mingine. Fa inna asmaaha kullaha, kwani hakika majina yake yote miezi,
ala ma kanat alayhi fil jahiliya, ni kama ilivyokuwa katika zama za ujinga, kama ilivyokuwa ala ma kanat alayhi fil jahiliyati aqarraha an-nabiy, juu ya ilivyokuwa katika zama za ujinga kabla ya utume alithibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallama. Falam yughayyir, basi hakubadilisha, illa ma ghayyarahu al-islamu, isipokuwa ambacho kimebadilishwa na Uislamu. Wa kana ismul muharrami, na lilikuwa jina la mwezi wa Muharram fil jahiliya, katika zama za ujinga, Safar al-awwala, walikuwa wanauita Safar al-awwal. Walladhi ba'dahu, na ambao baada yake ambao ndo Safar, walikuwa wanauita Safar athani, Safar ya pili, walikuwa wanaita hivyo, lakini wakaujalia kwamba hii Safarul awwal ni Muharram, yani ni mwezi ambao ni kwenye kuharamishwa ndani yake kufanya vitu fulani. Lakini kama tulivyosoma huko nyuma, ile Safar al-awwal ambao ndo Muharram wakajalia ndiyo Safaru thani, yani kwenye mwezi wa Safaru thani ndo wakajalia ipo hiyo Safarul awwal, na mwezi wa mbele yake ndio wakajalia ndiyo Safaru thani, yani walikuwa wanachelewesha hizo siku kwenye mambo ya hesabu. Anasema falamma jaa al-islamu, zama ulipokuja Uislamu, samahu Allahu al-muharrama, tuike hivyo, aliuita Mwenyezi Mungu al-muharrama. Tunaweza tukaika al-muharramu kwa kufanya kwamba tunanukuu, lakini vizuri tuweke al-muharrama, mtu asijakafahamu kwamba al-muharramu ni natu ya jina Allahu. Tuweke al-muharrama kwenye kitabu. Samahu Allahu, aliuita Mwenyezi Mungu al-muharrama, aliuita kwa jina la al-muharram. Fa udhifa ila Allahi, ukategemezwa mwezi huo kwa Mwenyezi Mungu, bihadha li'tibari, kwa mazingatio haya kwamba mwezi huo ni mtukufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwamba mwezi huo ameuthibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallama, nao ni mwezi wenye kunasibika na Uislamu, yani Uislamu ndio umeupa mwezi huo jina la Muharram, kwa jina hasa la Muharram, pamoja na kuwa mwezi huo ni mwezi wenye kuheshimika, wenye kutukuzwa, na ni haramu ndani yake kufanya mambo fulani. Hayo ndio makusudio, na huo ni ufupi wa maelezo. Waqad thabata, na hakika imethibiti, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, hakika mtume sallallahu alayhi wasallama, samahu bidhalika faqal, ameuita hivyo akasema, shahrullahi alladhi tad'unahu al-muharrama, mwezi wa Mwenyezi Mungu ambao mnauita al-muharram. Kwa hiyo ameuita shahrullahi, mwezi wa Muharram. Wa idafatu hadha shahri ila Allahi, na kutegemezwa huu mwezi kwa Mwenyezi Mungu, hiya litashrifi hadha shahri, hilo ni kwa kutukuzwa huu mwezi. Wa illa, na lau sio hivyo, fa inna Allaha ta'ala, basi hakika Mwenyezi Mungu mtukufu, la yatasharrafu bi ahadin min khalqihi, hajipati utukufu kwa yeyote katika viumbe wake. Sio kwamba umeitwa shahrullahi, mwezi wa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu anajipatia utukufu kupitia mwezi huo, au Mwenyezi Mungu ana umri na mfano hivyo, sio kwa sababu hiyo. Fahuwa azza wa jalla, basi hakika yeye Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka, kwenye kitabu pameandikwa fahuwa azza wa jalla, yani bila shadda, tuweke sawa iwe fahuwa azza wa jalla. Hakika yeye Mwenyezi Mungu aliyemshindi na aliyetukuka, kamilu sifati, ni mkamilifu wa sifa, la yazidu kamala, hazidi ukamilifu, lam yakun qabla wujudi khalqihi, ukamilifu ambao haukuwepo kabla ya kuwepo viumbe wake. Kwa sababu Mwenyezi Mungu hakuna ukamilifu unaolingana na yeye ambao hasifi nao. Mwenyezi Mungu anasifiwa kwa ukamilifu unaolingana na yeye kabla ya kuumba na baada ya kuumba. Kama anakulu baitullahi, kama tunavyosema baitullahi, nyumba ya Mwenyezi Mungu, tunakusudia nini? Yani albaitul musharrafu inda Allahi, nyumba yenye kutukuzwa mbele ya Mwenyezi Mungu, alladhi buniya liibadatihi, ambayo imejengwa kwa ajili ya kumwabudia yeye, watadarrua ilayhi, na kumnyenyekea. Wa mithlu dhalika, na mfano wa hilo, an yuqala, kusemwa arshur rahmani, arshi ya mwingi wa rehema. Kwa nini panasemwa hivyo? Sio maana yake kwamba Mwenyezi Mungu eti amekaa juu yake na mfano wa hivyo. Maana yake nini? Yani al-arshul mu'azzamu sha'nuhu 'inda Allahi, arshi
ambayo ni chenye kutukuzwa cheo chake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na sio kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mkazi wa juu ya arshi, kwa sababu Mwenyezi Mungu kabla ya kuumba hiyo arshi alikuwa ni mwenye kuwepo bila ya kuhitaji arshi, bila mahala wala upande, na baada ya kuumba hajabadilika, hajahitajia viumbe wake, hajazidi utukufu kwa kuhitajia viumbe wake. Mwenyezi Mungu yupo bila kuhitajia mahala wala upande. Hadha ma a'lam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi awwalan wa akhira. سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق سنرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر خضم من رحيل قريب أغثني إلهي فإني غريب سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق تيارارارا